Polisi pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu kaunti ya Isiolo wamewaomba wananchi kusaidia katika kumtafuta kijana wa miaka 20 anayetuhumiwa kumlawiti mvulana wa miaka 7 katika msikiti wa Al-Hidayah eneo la Kiwanjani Isiolo siku ya Jumamosi. Mtuhumiwa huyo alitoroka baada ya kupata taarifa kuwa polisi walikuwa wakimtafuta. Kaimu kamanda wa polisi wa kaunti ya Isiolo Pius Mbithi amethibitisha tukio hilo na kusema kuwa tayari wamemkamata Faisal Adan Mohamed mwenye umri wa miaka 21 ambaye ni mshukiwa wa pili na mshirika wa mtuhumiwa mkuu anayejulikana kwa jina la Abdullahi Abdi ambaye bado anasakwa na maafisa wa polisi. Tukio hilo ni la pili na la aina hiyo kutokea katika msikiti huo mwaka huu. Ilifanyika Kiwanjani katika msikiti ya Hidayah. Na Kenya imetufanya tuweze kuja kufuatilia ni kwa sababu kuna kesi kama hiyo imewahi fanyika the same place. Gender desk waliweza kuelezewa na yule mama yuko kwa gender desk askari aliweza kufuatilia kesi, akaenda mpaka hospitali na mtoto akajaza P3 na akajaza kila kitu. Kesi inaendelea but ime-create hisia kali kwa sababu ni kesi ambayo ni ya pili kwa mwaka, kwa sababu ilitendeka the same case mwezi wa pili kulingana na ile obi tumeona. Justice delay is justice denied. Kwa sababu wazee wetu wanajua kumanipulate mambo mingi ili kesi zote zirudi katika ile alternative justice ambapo si tunaita maslaha. Hatutaki kesi ya kudefine mtoto wa umri hiyo irudi katika hiyo alternative justice resolution. Polisi walichukua ripoti wakaweka kwa OB na wakasidikisha mwadhiriwa kwa hospitali ya Isiolo Referral Hospital. He was examined by doctors na doctors wakasema wakujie ripoti kesho yake. Kwingineko mtazamaji, kulishuhudiwa kizaazaa katika